Kwa nini ilitokea Isra na Mi'raj? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye ni mtume ambaye alikuwa ametumilizwa, alikutana na mitihani mikubwa. Inasomwa katika historia, kunaitwa kitu amul huzni, mwaka wa huzuni. Na mwaka wa huzuni kama huo ni alipofiwa na ami yake, baba yake mdogo ambaye alitawala malezi yake, na vile vile baada shahrain, baada ya miezi miwili akaondoka mke wake mwema. Na ndio tunaambiwa mbele ya mwanaume yeyote mwenye mafanikio, basi sana sana wanakuweko wanawake nyuma yao. Hatusemi mwanaume mwenye maharibiko, hayo mtajaza nyinyi wenyewe, lakini tumezungumza kwa lugha ya sasa. Naam. Mtume alikuwa msaada mkubwa sana kwa Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha wa ardhaha. Alifariki dunia, fadhaqat bihi almadina. Katika mji wa Makkah mtume kwake ikawa dhiki sana. Akatoka na kijana mmoja Zaid ibn Harith, wakaelekea katika mji karibu nje ya Makkah, ambao panaitwa Taif. Hapo Taif akakutana na watu wa aina tatu. Hawa ni watu wakubwa sana. Akamwambia, nipokeeni. Wale watu wakamwambia, kabla kukupokea tunataka kujua umekuja na ujumbe gani. Akaambia, ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndo ujumbe ambao alikuwa ameupeleka. Katika watatu wale, mmoja alisema, alam yajidillaha an yursila ghairak, Mwenyezi Mungu hajaona mtu wa kumtuma zaidi yako, hatuwezi kukaa na wewe. Na hiyo kwa dai mlinganizi mwenye akili hawezi kukubali kuwa kinaisha watu wote. Ukiona mtu anajaribu kukinaisha watu wote, wamkubalie mwema, wamkubalie yuko sawa, huyo ni mtu anaitwa majnun, ramzul fashal. Katika alama ya kufeli moja hiyo. Fanya kiasi ambacho utakachoweza, wa khudh ma ataituk, chukua tulichokupa, kisha vile faman shaa falyu'min, anayetaka atakukubali, wa man shaa falyakfur, asiyetaka wacha aseme vile ambavyo anavyojisikia. Sayyidina Muhammad akakataliwa na mtu wa kwanza. Wa pili akamwambia, laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, wewe umetoka katika mji wa Makkah, kuna watu besti zaidi yako, kwa nini wasije wale? Kwa sababu wewe umiliki hata mtende, na tukisikia historia yako unatoka katika watu maskini, tena hujawaona hata wazazi wako. Huyo mtu wa pili akazungumza maneno yake. Tunazungumza kwa nini imekuja Isra, muda huko tutazungumza Isra ni nini, Mi'raj, lakini tujue mzizi. Naam. Sayyidina Muhammad akasikiliza, kwa sababu alikuwa ni msikilizaji mzuri na yeye. Watatu wake akasema, kama wewe ni mtume kweli, mimi sina haja ya kuzungumza na wewe, kwa sababu naweza kupata laana. Subhanallah. Hawa watu wakawa mtume baada kupokea mawazo yao na fikra yao, akamwambia, basi kama hamtaki kuniamini, nipeni stara. Na hii tunazungumzia insania, binadamu. Binadamu, wewe kama huwezi kufanya kile ambacho mwenzako ameweza kufanya, basi jitahidi kwa kuzuia mdomo wako, kutomchafua, kutomtukana. Yani sadaka yako kubwa wewe ni kule kunyamaza, utakuwa umeweza kumsaidia. Na hichi ndicho alichokuwa amekitaka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa wale watu. Alitaka wampe stara. Lakini kilichotokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati sasa anatafuta sehemu ya stara, wale watu wakawalipa watu hela kuwa wamfanye vibaya Mtume. Na ambayo inatoka katika wanasema katika kibinadamu, insania. Haifai mtu ambaye yuko against fikra yako wewe ukaweza kumdhuru. Hawa walivunja ule ubinadamu, walivunja ile ambayo kanuni ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu binadamu hawezi kukubaliana nyote. Lakini yule Hasanul Banna, yule profesa ambaye alikuwa Misri, alikuwa akisema, tushirikiane kwa tunayokubaliana, tusameheane kwa tunayotofautiana. Hiyo ndo kanuni ya maisha. Tunaokubaliana itafaqna, basi tushirikiane pamoja. Yale ambayo unaona hatukubaliani, basi tusameheane. Na hii ndo inaitwa tasamu. Ikiwa katika nchi kuna kuwa na amani, katika nchi kuna vyama tofauti, katika nchi kuna watu kila mmoja, hata playboy, yani mtu anaocheza ball pia wako timu tofauti, basi uheshimu misimamo yangu.
Si tumefahamiana? Hii anafundisha Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wakatumwa vijana, ramuhu bil hijara, walimpiga kwa mawe. Kumbuka tulivyoanza mazungumzo, mtu yuko na stress. Ridhan. Asante. Asante dokta, umenisaidia vizuri. Mtu ambaye chukua, anasema theory, hii picha tunaizungumza, hili ni somo. Vaa uhusika wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameondoka vipenzi wake viwili, anakwenda katika mji, yeye ni mgeni pale, anakutana nayo kama haya. Hapa tunasoma kitu katika Isra na Mi'raj. Jambo lolote kubwa halipatikani isipokuwa kuna mashaka ndani yake. Man talaba al-ula sahira al-layal, mwenye kutaka makubwa basi anatakiwa na yeye afanye mambo makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka hidayatun linnas, alitaka watu ulimwengu mzima kuwaongoza, na kuongoza sio kwa waingie kwenye Uislamu, hapana, watoke kutoka maisha ya unyama waje maisha ya kibinadamu. Naam. Ndio maana sisi sote ni kitu hiki kimoja. Hata Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ikraha fi din, mtu mpe maelekezo lakini usimcommand. Ndio aliyotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakampiga kwa mawe, ramuhu bil hijara hatta damiyat qadama, walichomfanya mawe mpaka miguu sasa ikaroana na damu, ikavuja damu. Wanasema watu wa history muarikhin, ilifika hatua alikuwa akitoa punzi kwa mapua yake zinatoka damu, miguu yake hawezi kuinua kwa sababu damiyat qadama, imeroana na damu. Lakini hapa tunataka kusoma kitu bora. Katika hali kama ile, malakul jibalu yanzilu, wale malaika wa majabali wakashuka. Naam, wakashuka wakamwambia Muhammad. Hapa tunataka kusoma nani leader, nani kiongozi. Mtume alikuwa kiongozi, Mtume alikuwa ni mtu ambaye anaelewa. Ndio maana wale maprofesa walikuwa wameandika kitabu, mmoja wao wamemchagua, wakamwambia tunataka utuandikie mtu ambaye alikuwa kiongozi bora katika ulimwengu. Akaandika katika maprofesa, walikuwa zaidi maprofesa 700, akaandika Muhammad ibn Abdullah. Ni mtu wa mwanzo katika dunia alofaulu. Maprofesa wale msomi, Michael Hart, na si Muislamu, lakini akaambiwa kwa nini hujamwandika Jesus? Akasema nitakupeni sababu kwa nini sijamwandika Jesus. Wakakusanyika zaidi ya 500 wengine. Walivyokusanyika akasema Muhammad alikuwa ni baba, Jesus hakuwa ni baba. Muhammad alikuwa ni mume, Jesus hakuwa ni nani? Ni mume. Muhammad alikuwa ni babu, Jesus hakuwa ni nani? Babu. Muhammad alikuwa ni kiongozi kwa jamii yake na amemiliki watu wengi. Anasema hizi sababu nimemweka yeye kwa sababu mtu yoyote anayetaka kufaulu kwa njia yoyote akimkopi Muhammad atafaulu. Wakaslimu 300 wengine kwa njia nzuri tu, kwa njia nzuri ile. Anasema majadiliano mazuri. Ndo Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i anasema idha kunta dha ilmin wa fadlin mimma ikhtalafa al-awail wal awakhir, ukona ilmu na ubora na utukufu kwa mwanzo alokhtilafiana wa mwanzo na wa mwisho, fajadir, jadiliana na watu bisukunin, kwa upole, leta mjadala lakini kwa upole. La taliju wala tukabiru, usimtukane wala usijikwezi, jadiliana, nipe mpe. Anasema ukiwa utafanya hivyo, yufidu kama stafada bihi bila mtinani, utapata faida wewe kama atakaopata wewe minan nukatil karimatu wan nawadir, kwa ile njia nzuri ya ufikishaji. Na tunamwona daktari, tumechukua kwako jinsi ulivyokuwa juhudi ulikuwa ukizifanya, sisi tuko wadogo tunaona ile debate ulizokuwa ukizifanya bila kukasirika, na huku na tabasamu na faulu, na watu kweli walikuwa wakikuelewa. Basi Mwenyezi Mungu akuzidishie mpaka punzi yako ya mwisho uwe hivyo inshallah. Alhamdulillah. Na hiyo ndio debate ambayo ya kutangaza salama, amani alokuja nayo Mtume Muhammad. Baada ya kumpiga yale, tumesema malaika wanashuka. Malaika wakishuka mbinguni, maana yake watu wamekukataa wa ardhini. Sisi wa mbinguni tumekukubali. Ndio nikasema katika kanuni sio lazima wakukubali wale, wako wengine wanakukubali. Usilose hope, usirudi nyuma.
ukasema hapana, jua iko siku wako wengine watakukubali. Sikiliza hii Isra na Mi'raj. Yule Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaika wa majabali ambaye yeye ndo anasarif majabali, anamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashir isharatul hamra, fanya kidole hivi. Zamani utotoni tulikuwa tunasema su mtu anakupiga, ndio hivyo anaambiwa afanye Mtume sallallahu. Sasa hapa ninamsoma kiongozi anakuaje. sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatina bidani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, rudini, ondokeni, msifanye madhara. Anawauliza, mmekosewa nyinyi au nimekosewa mimi? Wanaambia wewe, naambia rudini. Mtume anawaambia malaika wasiwadhuru watu wa Taif, kwa lile kosa la yeye kupigwa mpaka kuloa damu. Asante. Hapa tunaoneshwa kuwa huyu ni nabii wa huruma. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rehma ya Mtume imedhihirika hapa. Mashaallah. Ile picha ikiendelea, Sayyidina Jibril yuko pembeni anaangalia nini kinajiri. Kisha akasema Mtume baada ya wale malaika kuondoka, anasema, Allahumma, Mola wangu, ashku ilaika, mimi nashtakia kwako dhaifa quwwati, kwanza mimi dhaifu. Subhanallah. Kiongozi lazima baadhi ya muda anasema anajishusha. Wa qillata hilati, na njia chache za kuwaongoza watu. Wa hawani ala nas, matatu, kisha wa watu wananifanya mimi kunidharau. Lakini ya arhamar rahimin, ewe mwingi wa rehema, na yeye mwenyewe amejisahau kama ana huruma. Allahu akbar. Na dalili, ukitaka psychology wanasema, dokta, wewe unajua, ukimwona mtu anataja mazuri ya watu, bwana, watu wamenifanyia hivi, watu wamenifanyia, huyu ndo mtu wa kuishi naye. Naam. Kwa sababu daima ukikaa naye, nawe siku atazungumza mazuri yako. Lakini ukimwona mtu anataja mabaya ya watu toka amke mpaka jua lizame, nawe kesho atakutaja ubaya kabisa. Sasa Mtume alikuwa na tabia ya kutaja mazuri. Ndio tunafundishwa na huyu Nabii Rahma, anasema, udhkuru mahasina mautakum, tajeni mazuri ya maiti zenu. Kisha anasema, na mnyamaze ala masawi, na yale makosa yao. Huyu ndio Nabii Rahma. Na sisi natakiwa katika kipindi hiki tujifunze dawa, ufikishaji, ulinganya. Ukiwa preacher uwe mzuri wa kufikisha. Kisha akasema, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustadhafin, wewe ndio Mola kila alikuwa dhaifu. Kisha anta rabbi, wewe ndio Mola wangu. Akamuuliza swali Mwenyezi Mungu Mola wake, ila man takiluni, unaniacha kwa nani? Allah. Ila baidin yatahajamuni, kwa hawa wa mbali washanihujumu, au ila qaribin mallaktahu amri, au kwa karibu yangu washanikataa watu wa Maka. Lakini akizungumza na yeye anajizungumzisha akili yake, akasema pengine lawama hii Mola hapendi. Akasema, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ikiwa hujakasirika na mimi sijali. Allahu akbar. Hata nifanywe nini, nimeridhia. Yani ikiwa kule kukataliwa Maka na kufiwa na kuja Maka katika mji wa Taif, ndio kupigwa, ikiwa wewe Mwenyezi Mungu hukunikataa katika hili, imekuwa kwangu tu ni mtihani, basi nimeuridhia. Allahu akbar. Angalia maji yanafuata mkondo. Ndo maneno haya Sayyidina al-Hussein alipochinjwa katika Karbala aliyatamka. Dada yake Hussein kauliwa, wale watoto wa kiume wote wameuliwa, kabakia watoto wa kike na Ali Zainul Abidin peke yake. Na hii nakubaliana na madhhab yote. Alisema, Allahumma in kunta tardha hadha, ikiwa unaridhika tufanywe hivi, khudh hatta tardha, tufanywe unavyotaka mpaka uridhike. Allahu akbar. Maana wako tayari kufa kwa ajili ya Mola wao, kwa ajili ya Allah. Na yeye Hussein kabla kufa anasema, lau ihtiyamtu li'iyali, hata kama nieneze wema na mapenzi katika jamii na watu, walau qatta'tani iraban, hata watu wakinikata vipande vipande, basi mimi nitataka kuleta amani na utulivu katika miji hii. Haya ndo madhhab natakiwa tu ya baby ya salam,
ya amani, ya kuleta utulivu, ndio aliwaleta mtume. Anasema illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ikiwa hujakasirika na mimi sijali. Pembezoni alikuwa Saidina Jibril, akatikisa kichwa chake akasema sadaka man sammaka raufur rahim, amesema kweli alokuita wewe raufu mpole kisha arrahim kisha una huruma. Yani amechukuliwa majina ya Allah akapachikwa mtume Muhammad kwa zile sifa zake, kwa zile sifa zake. Allahu Akbar. Hapa tusimame kidogo. Naam. Karibu. Ndipo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoka, kwa sababu kuna mazungumzo tumeyakata, lakini na wakati wetu umebakia mchache, na watu wa psychology wanasema lete vitu wanasema mali sisi tunataka kufaidi bwana. Asante daktari. Wasikilizaji wetu na watazamaji wetu watakupata furaha. Ya subhanallah. Sheikh Muhammad kukupata wewe ni kama vile umeiona nyota ya jaa, Waswahili wanasema. Subhanallah. Sasa wacha tukutumie. Basi na sisi tunasema man lam yudraku kullu la yutraku jullu. Ikiwa hujayapata yote huwezi ukayawacha yote. Tutakata vipande. Inshallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale ndo majini mwanzo kusilimu kwenda Taif siku ile. Naam. Vipi majini walisilimu? Isra na Mi'raj tunakuja. Sayyidina Muhammad yuko pale amesali sala ya alfajiri, lakini damu zinatoka puani, kaanguka sehemu. Maana tukio lilifanyika usiku na akalala pale. Kaja kijana mmoja kaleta zabibu na maziwa. Alivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua, alivyokuwa anakunywa akasema bismillahirrahmanirrahim. Yule kijana akashangaa akasema maneno haya hayasemwi isipokuwa na watu wakubwa. Mtume akamuuliza man anta, akaambia ana Adasa, my name is Adasa, mimi naitwa Adasa. Akamuuliza min aina ya Adasa, unatokea wapi? Akaambia mimi Nainawa. Akaambia mimi ni Mkristo natokea Nainawa. Mtume akashangaa akafurahi alivyotajiwa anatokea mji wa Nainawa. Naam, kwa Sayyidina Yusuf. Mtume akamwambia fi Nainawa akhi Yunus, uko na kutokea yuko ndugu yangu anaitwa Yunus. Yule bwana akashangaa akaambia taarifu Yunus, unamjua Yunus mtu mkubwa kwetu najifakhiri? Akasema naam, innahu nabii wa ana nabii, huyo ni mtume na mimi ni mtume. Alivyosikia yale akaanza kushumu mikono yake na miguu yake na damu yake. Yule bwana naam aliyeleta maziwa na tende kumfariji mtume angalau kwa chakula. Naam. Baada ya kipigo kikubwa cha adui. Naam. Sasa huyu hapa kuna funzo mtume anatufundisha. Amemtaja Yunus. Leo madai yanashindwa kutambulishana. Dokta, umetukaribisha. Hii ni jambo kubwa sana umefanya. Leo unaweza ukaenda sehemu watu wakasema hatuwezi kumkaribisha, mtu anahofia cheo chake, anaona watu wake kwa nini aje kwenye TV yetu huyu? Sasa mtume anatufundisha, anasema lazima tutambulishane, tukaribishane. Yunus miaka iliyopita, lakini mtume anasema ndugu, sababu wakati tukio linafanyika Yunus ameshaondoka duniani na miaka mingi. Somo hili dua, tushikane, tupendane, tuvutane karibu, hapo ndo tutapata ukubwa na aiza. Pale mtume akasali watu wawili swala alfajiri, lakini sala ilikuwa bado haijashuka. Taamal, lakini mtume alikuwa akisali sala ya Saidina Ibrahim raka 2. Wakati majini alipotumilizwa mtume walikuwa wanakwenda, nadhani katika suratul Jinn inaelezwa Allah anasema nini? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Majini walikuwa wanazunguka wanauliza nani ameziba hatuwezi kwenda mbinguni. Ndio wale walokwenda kule Taif wakamsikia mtume anasoma Qur'ani. Qul uhiya, nimepokea wahi annahu istama'a nafarun min aljinn, kuna kundi pote la majini yastami'una alquran, wanasema wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran, kikundi cha majini wanasikiliza Qur'an. Falamma hadharuhu, walipohudhuria wale majini, la ilaha illa Allah lasna rabbu siwaka wala ma'budun ghayruk radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula subhanallahi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati
falamma hadharuhu, majini walipohudhuria, qalu ansitu, wanaambiana ansitu, manake si nyamazeni, hapana. Kule Kenya inatumikwa pulikeni, manake hata ukijiwasha wewe usijikune. Utulie, kuwa makini. Ndio aliporudi kwa watu wao wakalingania, ndio mwanzo wa kusilimu macho. Na mtume sasa karudi, hana pa kukaa. Watu wa Maka wakaambia hapa sio kwenu tena. Kuna bwana mmoja ndo akamlipia visa ya kuingia kwao. Naam, lakini mtume akawa hana nyumba ya kuishi. Khadija radhiallahu anha amefariki, akaenda kulala kwa dada yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Kwa mara ya pili anaporudi sasa nyumbani. Nyumbani. Hapo ndio inapoanzia safari yetu. Usiku umefika, na waza alikuwa akikaa sana Maka kwenye kiguzo pale msikitini. Usiku amelala hivi ndani chini, Sayyidina Ali yuko pembeni bado mdogo, akaona paa la nyumba limefunguka. Ndipo inaanzia safari ya Isra na Mi'raj. Bwana mtangazaji wetu upo? Anasema akaja Sayyidina Jibril, aminul wahi, muaminifu wa wahi mbinguni, anamjia muaminifu wa wahi ardhini, Mtume Muhammad. Anamwambia usiku wako leo tofauti na usiku wako mwingine. Leo umepewa vocation, mwaliko na kadi maalum kama ulotupa wewe leo. Nani mwenye kualika? Mwalishiwa Allah. Na nani mtumaji wa kadi? Jibril. Na nani anampelekewa kadi? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu niambie walishi kama huu unaona. Habari nzito. Hapa ndipo safari anaambiwa thamaratuka tawakkulika ya Muhammad. Ile kutegemea kwako, kuvumilia kwako, leo nataka kupelekwa sehemu ambayo hujawahi kufikiria. Je, kuna lolote mpaka hapo? Na tunataka sote twende. Mtume ameenda, na sisi lazima tuchukue kwenye mwaliko huu, hatuwezi kumwacha peke yake. Tusafiri naye. Naam. Tukapate radha. Naam. Shekhi.